Hii imeenda kwenye kasino nambari 1 mtandaoni. Pata mizunguko au spini 100 bure kwa usajili wa mara ya kwanza kupitia pmbet.co.tz. Au taarifa zilikuwa zinazungumza ya kwamba tayari yeye pamoja na uongozi wake pengine inafikiria kuruhusu ofa zingine kutoka maeneo tofauti baada ya mkataba wake kuelekea ukingoni kwa msimu huu. Lakini Captain Shaq mwenyewe amekanusha hizo taarifa na amewatoa hofu mabosi wa klabu ya Yanga pamoja na mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kwamba yeye bado yupo sana Jangwani, yuko hapo sana. Lakini taarifa zingine zilikuwa zinasema ya kwamba tayari vilabu kama Simba, Azam vilikuwa vishaanza kuulizia huduma ya kumpata Dickson Job. Lakini kwa upande wa management ya uchezaji yenyewe imewapa nafasi ya kwanza klabu ya Young Africans kwamba Yanga kwanza kama bado anamhitaji Dickson Job basi ataendelea kustika hapo. Lakini kama itakuwa ni tofauti, wengine ndio wanafuatia. Uongozi pamoja na mchezaji mwenyewe bado wanahitaji kusalia ndani ya Young Africans. Bado anahitaji kuendelea kufanya kazi na wananchi. Nishe kumsikiliza wakala wake ambaye ni George Jobs, ndio alishe kuzungumza akasema kwa sababu kama Young Africans watafanikiwa na maana itakuwa ni mara 3 Dickson Job anasaini mkataba ndani ya kosi cha Young Africans. Wakati anaenda kusaini mkataba mara ya pili alizungumza vizuri akasema kwamba ofa ya Simba ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko ofa ya Young Africans kipindi ambacho wao walichokuwa wanamhitaji zaidi miaka miwili ambayo ilikuwa imepita. Lakini pendekezo la mchezaji na wao kama sehemu ya management waliona kwamba sehemu salama na sahihi ni Dickson Job kuweza kusalia ndani ya kikosi cha Yanga. Nadhani Young Africans wataenda kwa attempt pia kwa mara nyingine ya 3 kuhakikisha kwamba Dickson Job anaenda kwenda kusalia kwenye upande wa timu. Na mimi na imani tangu Dickson Job apewe imani ya kucheza ndani ya kikosi cha Yanga amekuwa bora. Sidhani kama kuna msimu ambao unaweza kuwa na wasiwasi na kiwango cha Dickson Job. Ukiangalia kwa msimu huu performance ya Ibrahim Baka, kama kuna namna ambavyo hapa katikati ilikuwa imelose kwa asilimia kubwa, lakini mtu ambaye alikuwa anaibeba zaidi Yanga mabegani bado alikuwa amesalia kuweza kubakia Dickson Job. Na ni aina wachezaji ambao wanatajwa hata kwenye hizi timu za hapa Tanzania. Hakuna timu ambayo Dickson Job anaweza akaenda na asipate nafasi ya kuweza kucheza. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu na Young Africans inabidi sasa hivi waanze kubadilika kwa wachezaji ambao wanaona ni muhimu kwenye upande wa kikosi chao. Washakufanya hivyo kwa Faisal Salum baada ya kumpa mkataba wa miaka 3 na zaidi. Tumekuja kuona hapa Juskati tena kwa Ibrahim Baka baada ya kumpa miaka 4. Nadhani Dickson Job ni nembo sahihi ya klabu ya Yanga kwa sababu tangu aweze kujiunga na kikosi cha Yanga amekuwa bora. Amekuwa ni sehemu ya mafanikio ya Yanga kwa misimu 3 hivi karibuni. Kama watafanikiwa kuweza kumpa mkataba mpya basi waangalie, kwa sababu mwisho wa siku inakuwa ni hasara kwa upande wa klabu. Mchezaji unampa miaka 2 ama mwaka mmoja, mkimaliza season inabidi tena mkae tena chini. Kuna budget nyingine ambayo inabidi ifanyaje iongezeke. Kwa hiyo kama wanataka kuwa ajanja kwenye soko la biashara, kwa sababu unaweza usiwe na Dickson Job kwenye miaka 2 ya mbeleni hapo inapofuata. Either unaweza kumtumia msimu unaofuata, msimu unaokuja mkaenda mkafanya biashara, kwa sababu nimeona timu nyingi za hapa Tanzania hazifanyi biashara kuuza wachezaji. Yaani sisi tukifanya biashara basi ni za kumtoa mchezaji hapa kumpeleka nje. Lakini ni ngumu kuona mchezaji anatoka Yanga kwa sasa hivi, si ndio? Kwa wachezaji labda 20 unakuta biashara zifanyika kwa wachezaji 2, wachezaji 3. Kwa hiyo timu zetu zinakuwa zinaingia ile cost tu ya kwenda kununua wachezaji pasipo nao kuweza kufanya biashara kufanyaje ya kuuza. Lakini hii kwa nini imekuwa ni tabia kwetu? Tunasubiri mpaka mchezaji mkataba wake unaisha kabisa, yani msianamaliza msimu ndo unaenda kumuongeza mchezaji mkataba. Nakumbuka ilikuwa ni sakata ya nani ile? Chama. Achana Chama. Mchezaji alikuwa Yanga, alikuwa Chama ni mfano mzuri pia. Hiyo mchezaji alikuwa Yanga kati ya Mwamnyeto au Kibwana. Alikuwa anasema ilifika wakati anasema wanacheza mechi ya mwisho ubingwa ile. Yes, bado alikuwa ni Mwamnyeto. Kibwana. Alikuwa ni Kibwana? Yes, akufanya mazungumzo na timu. Imagine, yani kwa nini inakuwa hivyo? Sasa
tunaweza tukasema labda kwa kipindi kile Young Africans na fomu ambayo alikuwa nao Kibwana, tunaweza tukasema kwa sababu Kibwana alikuwa atumiki kwenye kikosi, tunaweza kusema pengine labda timu haikuwa inamhitaji kwenye timu. Lakini mchezaji kama Dickson Job ambaye ni mchezaji ambaye unajua kabisa huyu hata kwa Kibu tu Simba wa kulala wiki 3. Kwa nini mazoea haya yanakuwepo? Mimi nadhani wachezaji kuna namna inabidi wangekuwa wanavishtua hata kidogo. Kama hapo unawashtua tu, una msimu mmoja tu unajitoa, unakubali tu. Unaenda sema unaenda unawapotezea ili wakaa kilini. Waache kuchukulia vitu ile kwa mazoea. Una miezi 6, unampa mchezaji miezi 6 ya kuwa approached na watu wengine. Alafu unategemea nini? Lakini pia tumie kwenye kikosi. Mpaka uwe na guts za kufanya hivyo, unatakiwa uwe ushaprove kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu ndio maana ninachokisemea kwa mchezaji kama Dickson Job, yani hizo guts anazo. Kwa sababu yani Dickson Job sasa hivi kokote anapotaka kwenda naye. Unaamini kwa nini vilabu vyetu huwa vinawapa wachezaji mikataba ya miaka 2 na sio 4 mpaka 5? Wanaweza kawa wanaofia pengine mchezaji fomu yake ikashuka. Wachezaji wetu wengi wa Kitanzania ni form players. Yes, yani wale ambao wako kwenye wachezaji mchezaji kama Dickson Job huwezi ukasema Dickson Job ni form player. Sijakwambia Dickson Job ni form player, lakini club huwa na yenyewe inafanya assessment ya kujua okay, sasa huyu kwa alichokifanya sasa hivi natakiwa nimpe contract ya miaka mingapi. Tumeona kwa the likes of Faisal, Young Africans walifanya hivyo. Ibrahim Abdullah Baka, Young Africans walifanya hivyo. Ni assessment ambayo inafanyika. Uwezo kufanya assessment right kila muda. Lakini wanaosababisha timu zitoe mikataba ya miaka 2 ni wachezaji wenyewe. Sababu ni wachezaji ambao mara nyingi wanakuaga kwenye form, sio kwamba ni top players. Na vilabu vishafanya mistake nyingi sana za kusajili form players na kuwapa contract nzuri ambazo baadaye zikaja kuwa zinagharimu wao. Kwa hiyo at the end of the day, hii ni biashara kama biashara zingine. Ambao inabidi usimame unaangalia nyuma, okay, nafanya vizuri zaidi au nakosea zaidi. Let's say umeingia mkataba wa miaka 4 na mchezaji. Afu hapo msimu unaokuja wote yakavurunda. Unataka kuterminate contract naye miaka 3. Inatakiwa ulipe wewe. Yaani hicho unachokisemea naweza nikawa nakuelewa unachokisema. Lakini mimi ambacho sikioni ni sawa ni kusubiri mpaka mchezaji mkataba wake unaisha kabisa. Yaani mwisho, yani ligi inaisha, mkataba wake unaisha, yani ni ligi imeisha hapo mwezi wa 5 huo na mkataba wake unaisha mwezi wa 5 huo, afu ndo unaanza kufanya mazungumzo. No, just mazungumzo ya wachezaji wale ambao ni elite mara nyingi yaanze eti ligi ikishamalizika. No, yanaanza kabla. Ila mara nyingi wachezaji ndo huwa wana opt, ama timu kama timu ina opt kwamba okay, tutafanya mazungumzo baada ya kitu fulani. Tutafanya baada ya mazungumzo ya kitu fulani kwa sababu ya concentrate zaidi. Wachezaji wengine wenyewe anakuambia tu, kuna timu zinapeleka ofa, mchezaji anakuambia bado iko mezani, ofa iko mezani. Vilabu mara nyingi vinapeleka ofa kwa wachezaji na ofa bado zinaendelea kuwa mezani kwa sababu ni makubaliano ya pande zote mbili. Mchezaji anaweza akasema okay, mimi naendelea kustall. Huku naye akiangalia okay, nifanye hichi, ana access options zake. You mean to tell me mpaka leo hii Dickson Job anaweza kuwa na mkataba wa Young Africans mezani na bado hajausign? Inawezekana. Probably miezi 6 before kabla mkataba wake hujaisha. Inawezekana. Wachezaji wengi washai kustall. Wewe hujaisikia wanasema mkataba upo kwa upande wa mchezaji. Hiyo inawezekana, ni kitu cha kawaida, lakini kama yani unajua kwa nini mimi nakuwa ngumu kuamini? Kwa sababu mchezaji tayari yeye fikra yake ni Young Africans kwanza. Yani ingekuwa ni yule mchezaji ambaye ya kwamba naangalia ofa zingine, napima offers, okay? Tunaweza tukasema huyu anasubiri kwanza labda waje Kaizer, waje Orlando, waje Al Ahly. Wewe unaamini kwamba hata akitokea Al Ahly Dickson Job option yake ya kwanza itakuwa ni Yanga? I don't know. Ndio hicho kitu ambacho nakwambia. Mchezaji mara nyingi anaamini okay, mimi nimeperform this season wonderfully. Timu yangu imeniletea labda mkataba milioni 12 kwa mwezi. Na mimi na uhakika kwamba kuna klabu ambazo zimeniangalia na zinanifuatilia. Kwa nini niwe tu committed kusaini mkataba milioni 12 wakati naweza nika access options za timu zingine? Na ndio maana kuna muda mchezaji ana stall akishaona hivi vilabu vingine interest zao ni ndogo, ndio unakuta anatia wino kwenye timu ambayo alikuwa na tatizo la mchezaji pamoja yani kila mtu anataka kuvutia upande wake. Yani kila mtu anataka kunufaika na ile deal. Klabu inaweza kusema okay, hii miezi 3. Yani let's say Dickson anabakisha miezi 3 kwenye contract yake. Sisi tumpe offer yetu. Sababu haiwezekani eti
mchezaji ameshamaliza mkataba kabisa na ni regular starter kwenye timu yako, eti ile wiki moja ya mwisho ligi ishaisha ndio unamwambia watu tuna mkataba hivi haraka tunafanyaje? No, inawezekana kwa sababu pia Justa katolea mfano mzuri. Mimi nakumbuka hata Yanga wakati wanaenda kucheza na TP Mazembe. Ilikuwa inaelekea mwezi wa 5, si ndio? Nabi kabakiza mwezi mmoja. Na Nabi kumuita mezani. Nabi mpaka anaenda kucheza finali na Coastal Union. Kaka, Nabi Azam FC kombe la FA. Nabi Sidikaze naye pia anazungumza, anasema hii ndio mechi yetu ya mwisho. Anaulizwa kwa nini?